Lakini kuna baadhi ya mashabiki wa Simba na wanachama wameondoka wakiwa na kinyongo kwamba wanasema mkutano huu umemalizika kienyeji bila kufikia malengo na mwafaka wa timu yao. Sawa. Unajua tatizo kubwa uelewa wa wajumbe au wanachama, nini maana halisi ya mkutano ama mkutano unaendeshwaje. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kama kiongozi mlezi wa tawi la Simba la City Center, mkutano umekwenda vizuri na kwa amani na kwa utulivu, na vile vile nashukuru kamati ya sheria wametoa mwongozo wa kisheria, ajenda zilikuwa nzuri, na kikubwa labda watu wengi ambao wanachama wengi wanashindwa kuelewa ajenda za mkutano ulivyosomwa. Hakuna mtu yoyote ambaye labda alitoa hoja yoyote, nyamaza kimya kwa kukubali kama zilivyo, na hata mwisho baada ya kuwasilishwa kwa ripoti ya wanasheria, mwenyekiti alichukua fursa ya kuuliza kuna hoja. Hakuna mjumbe yoyote kati yetu alikuwa na hoja tofauti. Ndio ndipo mwenyekiti akaita madua na kafunga mkutano kufuata taratibu zote na kanuni zote za mikutano yote, ndio ulivyo. Ila sema watu kila mtu ana kivyake, labda madukuduku yao walishindwa mwanzoni pale ambapo ajenda zinasomwa. Wangeomba kwa idhini ya mwenyekiti ajenda zao walizokuwa nazo ziingizwe ili tuzijadili kwa pamoja. Kweli kila mtu ana yake, hata mimi na yangu moyoni nayo, sawa, ambao ningetaka kuyazungumza, lakini kwa utaratibu siwezi. Kwa mkutano ni hayo tu. Japo kuna watu wamekuwa wakilalamika kwamba hawakupewa nafasi baada ya kupewa hata ripoti kwa sheria, hawakupewa nafasi kuchangia. Hapana, tuliulizwa, je, kuna hoja? Swali lilikuwepo, halikuwepo, lilikuwa mwandishi. Swali likuja, kuna hoja? Hakuna mtu yoyote alikuwa na hoja tofauti. Maana yake nini? Umepita, maana hicho kikao cha harusi, mjomba, shangazi waulizwe huyo tanuna. Huu ni mkutano wa kisheria, katiba na taratibu na sheria za mkutano. Kuna mtu yote ana hoja tofauti, kimya. Maana yake nini? Kwa hivyo nimepita ile hoja ambayo iliwasilishwa, imepita. Mwisho haya maneno na kelele ambazo zinaendelea, unadhani zinatokana na nini hasa? Kama watu walipewa nafasi wakashindwa kuzungumza, lakini sasa hivi wameng'aka kweli na kuwa wakali. Unajua hapa ndani Simba, kusema ukweli, kila mtu ana lake. Wengine mwekezaji na asilimia nyingi, labda zipunguzwe, labda viongozi hawafai, labda kuna hela zinaliwa. Yaani kuna vitu ambavyo Simba ni brandi kubwa, wawekezaji wengi wanataka kuwekeza Simba, ukijua watu wanalo. Unasikia kuna wawekezaji wengi tu wenye nguvu ya kiuchumi, ambao wengine hawana nguvu ya kiuchumi na pia wanataka kuwekeza kupitia biashara zao zionekane kupitia Simba Sports Club. Nicho ila wanachama kama hiyo tunayo rohoni, wakati hoja zinatolewa pale mwanzoni, tungemwomba mwenyekiti hizo hoja pia atuwekee. Atukufanya hivyo makosa sisi wenyewe, tusimlaumu mtu. Tushikamane wana Simba, Simba nguvu moja. Ilikuwa ni 4-1. Kibu Dennis Prosper nyota Mzizi akaikuta, akaiweka